Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, hii ikiwa ni Juni 6 mwaka 2025. Tuombe. Lihimidiwe jina lako Baba yetu na Mungu wetu ketia mahali pasiri juu mbinguni. Jina lako litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo ambapo watoto wako wa kiume na wa kike tumepata nafasi ya kujifunza neno lako. Tunakushukuru kwa ulinzi, tunakushukuru kwa uzima, tunakushukuru kwa ajili ya nafasi hii ya pekee sana. Jina lako litukuzwe kwa sababu umedumu kwa pamoja nasi kila wakati. Nasi tunakuja miguuni pako tukikushukuru kwa kila jema ambalo umelitenda katika maisha yetu. Tunapokuja kujifunza mada hii siku ya leo, tunaalika uwepo wako uende pamoja nasi sasa na hata milele katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema kila siku ongea maneno ya Kristo. Yohana Mtakatifu sura ya 8:31 inasema, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Ni mapenzi ya Mungu kwamba kila akiriye kuwa Mkristo akamilishe tabia inayoshabihiana na ile ya Mungu. Kwa kujifunza tabia ya Yesu iliyofunuliwa ndani ya Biblia, kwa kuweka katika vitendo wema wake, aaminie atabadilishwa katika mfanano huo huo wa fadhili na rehema. Kazi ya Kristo ya kujikana nafsi na ya dhabihu vikiletwa katika maisha ya kila siku vitakuza imani itendayo kazi kwa upendo na kutakasa nafsi. Kuna wengi ambao wanatamani kukwepa sehemu ya kuubeba msalaba, lakini Bwana anawaambia wote anaposema, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Mathayo 16:24. Kazi kubwa inapaswa kukamilishwa kwa kuzingatia kweli za Biblia zinazookoa. Hii ndiyo njia iliyoamriwa na Mungu ili kukomesha wimbi la upotovu wa maadili duniani. Kristo alitoa maisha yake ili kufanya iwezekane kwa mwanadamu kurejeshwa kwa sura ya Mungu. Ni nguvu ya neema yake inayowaleta watu pamoja katika kuutii ukweli. Wale ambao wanataka kupata uzoefu wa utakaso wa ukweli katika nafsi zao wenyewe, imewapasa kuwasilisha ukweli huu kwa wale wasiojua. Kamwe hawatapata kazi ya kuinua na kuadilisha zaidi kama hii. Hakuna mtu anayefanywa kufaa kwa kazi hii isipokuwa anajifunza kila siku kuongea maneno ya mwalimu aliyetumwa toka kwa Mungu. Sasa ndiyo wakati wa kuotesha mbegu ya Injili. Mbegu tunayoipanda lazima iwe ile ambayo itazalisha matunda bora zaidi. Hatuna muda wa kupoteza. Kazi ya shule zetu inapaswa kufanana zaidi katika tabia kama kazi ya Kristo. Ni nguvu tu ya neema ya Mungu inayofanya kazi katika mioyo na akili za wanadamu, ambayo itafanya na kuweka mazingira ya shule na makanisa yetu kuwa safi. Katika ujumbe ambao umetumwa kwetu mara kwa mara, tuna ukweli ambao utatimiza kazi ya ajabu ya matengenezo katika tabia zetu ikiwa tunaupatia nafasi. Utatuandaa kwa ajili ya kuingia katika mji wa Mungu. Ni fursa yetu kuendelea daima hata kufikia daraja la juu la maisha ya Kikristo. Tunahitaji kubadilishwa kutoka kwenye maisha yetu maovu hata kuiamini Injili. Wafuasi wa Yesu hawahitaji kujaribu kung'aa. Ikiwa watadumu kuyatazama maisha ya Yesu, watabadilishwa katika akili na moyo hata kufikia mfanano wake. Kisha watang'aa pasipo kujaribu kung'aa. Bwana hataki tuwe na maonesho ya wema. Katika karama ya mwanawe, amefanya uwezekano kwamba maisha yetu ya ndani yajawe na kanuni kutoka mbinguni. Ni upokeaji wa utoaji huu ambao utaongoza katika ufunuaji wa Kristo kwa ulimwengu. Watu wa Mungu wanapopata uzoefu wa kuzaliwa upya, ukweli wao
unyofu wao, uaminifu wao, kanuni zao thabiti zinayadhihirisha hayo bila kushindwa. Counsels to Parents, Teachers and Students, ukurasa wa 249 hadi 251. Kumbuka hii ni Juni 6 mwaka 2025. Somo likisema kila siku ongea maneno ya Kristo. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.